Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Mwanamke wa akili. Unajua kuna mwanamke mwingine anakuwa hana akili. Sasa angalia, huyu ni mwanamke wa akili. Mwanamke wa akili anatakiwa aweje? Mwanamke mwenye akili kamwe hawezi kulopoka. Anaitumia au anaitunza familia yake bidii bila kuchoka. Kwa mme awe mkweli, usijiweke mashaka. Mwanamke wa akili huitunza nyumba yake. Mwanamke muhimu wa familia. Yafaa si asiwe mkali watoto akiwalea. Mke azitunze mali nyumbani zilizojaa. Mwanamke wa akili huitunza nyumba yake. Mke aliye mpole ni tunu kwa familia. Usiwe mwenye kelele na nyumba kuibomoa. Usikinyoshe kidole kwa mume wako ukielekeza. Yaani kuna mtu unakuta ananyosha kidole kwa mume wake, eti anamuelekeza. Yaani wewe mpumbavu wewe. Sijui 1 2 3. Hapana. Wewe si mwanamke mwenye akili na hekima. Mwanamke wa akili huitunza nyumba yake. Akiwa kwake nyumbani, siri hapaswi kuitoa nje. Asiwaambie majirani ya mume asiyofaa. Yaani kuna wanawake wengine wana tabia kwamba kutoa sifa mbovu kwa waume zao kwa majirani. Hii haitakiwi kwa mwanamke mwenye akili. Atafanya uhaini, mwishoni akajutia. Mwanamke wa akili huitunza nyumba yake. Unapoambiwa kuitunza nyumba yako, sio kufagia ama kuweka mapazia vizuri, kulima nyasi na kufanya nini. Kuitunza nyumba yako ina maana siri za nyumbani kwako hazitakiwi zijisikike kwa majirani. Mapungufu ya mke wako hayatakiwi kuyaonyesha kwa majirani. Mapungufu ya mume wako hayatakiwi kuyasikika kwa jirani. Swamba unakuta mtu anakaa anafanya jambo, majirani wanajua kwamba mtu fulani siku hizi na mume wake hawaelewani vizuri kwa sababu mume wake jana hajarudi nyumbani, au mume wake jana kafanya 1 2 3, au kamnyima nguo za watoto za sikukuu au 1 2 3. Hii haitakiwi wewe kama mwanandoa. Basi kwa leo naomba nishie hapo. Usisahau kusubscribe page yangu ili tuendelee kujifunza zaidi na zaidi.